tegemea labda nani uko nani amsaidie, wala haombi pengine apewe mtaji afanye biashara, na mwingine pengine biashara hawezi. Katika hadithi Mtume anatuambia, hadithi ipokewa na Imamu al-Bukhari, ma akala ahadun ta'aman qattun khaira min amali yadihi, yani mwanadamu hakula chakula ambacho ni bora kabisa kuliko chakula ambacho amekila kupitia mikono yake mwenyewe. Yani amefanya kazi, amepata chakula chake akala, ndio chakula bora kabisa kuliko ile bwana, una buku hapo mjomba, hebu rushia buku mjomba, na 5 ya karibu hapo. Kwani ya karibu ni kwa wapi? Ile mezani au ya karibu inakuwa iko wapi? Kwa hiyo chumo la halali, kina mama tujikiteni hapo, jikiteni hapo kina mama, tujikite kama Waislamu, na jikiteni ninyi kama kina mama wa Kiislamu katika machumo ya halali. Hata kama unauza ubuyu wako, basi upate kwa njia halali. Hata kama unaamua unachora, pia uchore kwa halali. Unakopesha, basi ukopeshe pia kwa halali. Jumla kwamba biashara yako iwe ni halali kwa ujumla wake. Na jambo la tano lile ni alistikhdamu ar-rashid li teknolojia, kutumia yani matumizi mazuri ya teknolojia. Ina maana wewe unatumia mitandao, basi hebu mitandao kuwa selective, chagua kwamba unatumia nini, unatumia wapi, unatumia kipi, kwa muda gani, saa ngapi. Kuna baadhi ya vitu utakao viache tuvipite. Katika hadithi ya Imam Tirmidhi, Mtume anasema min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, uzuri wa mtu Muislamu hasa ni kuacha mambo ambayo hayamuhusu, ni kuyaacha tuyapite, akashughulikia yale yake ambayo ndio yanayomhusu. Sasa hapa ndo napata hadithi inahusu wambea, inahusu watu ambao wenye kufitinisha watu. Wewe kama Muislamu atakiwa uache mambo ambayo sio kuhusu, acha yapite, fanya ambayo yanakuhusu wewe mwenyewe. Kuna mwingine anaangalia ndoa za watu na kuzinyoshia vidole, ila yake yeye mwenyewe imeoza sasa, lakini akikaa mumewe yuko wapi? Hana lolote nani, lakini yeye mwenyewe mumewe pia hana lolote. Mambo ni hayo ya vurugu tu. Kwa hiyo katika mitandao, mada ambazo zinakuhusu wewe sawa, ziangalie. Ambazo hazikuhusu ziache zipite, sababu kila uchafu kwenye mtandao upo. Kwa hiyo sasa ukitaka kila jambo nayo ulijue, kwanza utatumia hela zako nyingi. Bando kwa kila saa, bando limeisha, tatia bando la 2100 la wiki nzima, watumia siku moja siku mbili. Yaani ingekuwa haya mabando ni ya bure haya, sijui hali ingekuwaje. Watu kidogo wanaminyaminya kutokana na mambo ya pesa. Bando limeisha, bidi mtu ashukuru Mungu. Lakini ingekuwa kuna mabando ya free, sio kama usiku watu wangelala majumbani. Angalia mimi experience ya wanafunzi utakuta katika wanapokuwa katika sehemu za wifi mle vyuo vikuu, basi ataka download kila kitu pale, tena vitu vya ajabu kama anafikia akita bando lake, hafungui hata kitu cha maana ambacho ametumia, hakifungui kabisa, asubiri bando la bure wifi. Kwa hiyo basi tutumieni vizuri mitandao kwa kuwa selective. Pia kwa watu ambao wana mipango mizuri, wanapanga muda, kwamba muda huu nitaangalia kwa muda masaa mawili haya au saa moja hili nitaangalia mtandao. Muda huu ukiisha, mimi nitakuwa na kazi nyingine naifanya pale. Ndio maana watu wote ambao wako serious, wakiwa na kazi ambazo ni serious, kazi ambazo ni maalum, wanaambiwa simu wazizime ama zio katika boksi kule pembeni, halafu wakae wenyewe tunaweza kazi zao wanazofanya pale. Hakuna masala ya simu pale, wala hakuna masala ya mambo ya TikTok wala nini. Sababu tuweza kaongea na mtu mambo ya ajabu masaa kama 3.
anaongea saa moja alafu simu inakata, anajiunga, au bado au nani, dakika ukifika 1 hour simu inakata, anapiga tena, ifika masaa mawili simu inakata tena, kama limesha anajiunga tena, yani bado umekata, imekatika yenyewe, alikuwa shida nini, wanaendelea mambo ya upuzi tu, masaa matatu. Na mtu ndo anaona raha, leo nimefurahi, tumeongea sana leo, nimefurahi leo. Umefurahi, umepoteza muda. Je, mngesoma Qur'ani wakati huo, ukafikiria labda jambo la elimu wakati huo, ama uzalishaji wa pesa wakati huo, ama angalau kupata usingizi kwa muda huo? Lakini nimezungumza vitu vya ajabu, tena muda mrefu kabisa, masaa 2, 3, 4, mpaka simu wakati mwingine ndio inatia stara kwa sababu ya kuisha chaji. Nasikitika, simu haina chaji. Na mtu pia anakwenda kwenye socket pale kwenye ukuta, anachomeka hivyo hivyo, mtu bado anaye tu mpaka simu inakuwa ya moto, watu wanaongea tu. Sasa hali hii ndio inayotajwa kwamba ndio kupoteza muda. Kwa sababu lazima ni kwenye mtandao, hata katika kuongea pia uwe na muda, basi uongee kiasi. Na kama kuna mtu unamtafuta na jambo la maana, unapiga kwambia simu, mteja unampigia anatumika kwa sasa, ama simu unapiga inatumika kwa sasa, wasema labda na jambo la muhimu anazungumza, baada ya 5 unapiga tena, ambaye simu unapiga inatumika kwa sasa. Mtu vipi? Baada ya nusu saa unapiga tena, namba unayopigia mteja unapiga inatumika kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye, au subiri hapo. Huyu mtu mpaka saa ngapi huyu? Mbona kila saa anaongea tu? Akitoka hapo bando lake limeisha na hana hata shilingi hapo mfukoni, na muda ashaupoteza. Kwa hiyo ndugu zangu, haya ndio mambo ambayo mimi nadhani kwamba yanaweza kutuletea solution katika maisha yetu ya kawaida. Nimetaja changamoto, nikataja na ufumbuzi. Nimesema katika changamoto ambazo kina mama wa Kiislamu wanazo, nimesema kuna changamoto za kimaadili, pia kuna changamoto za kielimu, changamoto za kiuchumi, changamoto za kifamilia, na changamoto za teknolojia na kimitandao. Na katika ufumbuzi nimesema kwamba ili tulete ufumbuzi katika ambayo ni changamoto katika maisha yetu, jambo la kwanza kabisa kurejea katika Qur'an na Sunna. Tushikamane na Qur'an na nini? Na Sunna, yani kujifunza na kufuata mafundisho sahihi ya dini, kushikamana maadili ya Kiislamu vizuri kabisa. Namba 2 nikasema kutafuta elimu kwa wanawake, yani wanawake wafanye juhudi kubwa na kuhamasishana watafute elimu ya dini, wajue Qur'an, wajue Sunna. Awe ni mwanachuoni wa kike. Wajua kuna kina mama Aisha wakati huo, mke wa Mtume salama, ndio mama ambaye alikuwa tunatoka huko na kutoka masahaba wa kiume, wana madevu yao, ndevu zimejaa, wanamuuliza mama Aisha, Mtume alikuwa na tabia gani? Anawaambia kana khulquhu alquran. Huyu Mtume wenu tabia zake ilikuwa ni Qur'an. Unavyoona Qur'an ilivyo ndio tabia zake huyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kwa mama Aisha alikuwa anatoa ufumbuzi. Leo ukitaka nyimbo za taarabu, mfuate mwanamke wa Kiislamu, ukisahau aya ama hadithi hawezi kukukumbusha kabisa, wala hana habari. Kwa sababu gani? Hakusoma. Fumbuzi wa 3 nikasema kujenga uchumi halali. Foundation ya uchumi wako mwanamama wa Kiislamu huo ni halali. Usitegemee kuongwa na wanaume. Kila siku unaongwa tu, unaongwa vocha, unaongwa bando, unaongwa iftari, unaongwa nguo zako za kuvaa, majuba, unavaa majuba yako ya kuhongwa, unavaa viatu vyako vya kuhongwa, na unaswalia na una wasiwasi wote. Tafuta uchumi wako wa halali. Bora uombe mtaji, alafu mwenyewe ufanye kazi zako, upate hela zako, ama kwa watu ambao sio watu haramu unaweza ukawaomba, lakini sio kuomba wanaume tu. Lakini pia kuimarisha familia.
Tumesema jambo namba 4, kuimarisha familia kwa kufuata nini? Kufuata mafundisho ya ndoa katika Uislamu, kuwa na mawasiliano mazuri vile vile kati ya mume na mke, kuwa na malezi bora kwa watoto, itakuwa familia yako imeimarika. Na mwisho tukasema kuwa na matumizi sahihi ya kimtandao ama ya kiteknolojia. Hii ina maana kutumia mitandao kwa faida, kama vile kutafuta elimu, kufanya da'wa. So unakuwa pale binti wa Kiislamu katika mtandao, kazi yako ni kujirembesha tu, ukizungumza alafu unageuka nyuma kidogo, wajitingisha hapo je, mara uko upande huu hapo je. Ukiambiwa ni haramu mtandao, wasema haramu uko wapi? Haramu wake uko wapi? Hiyo unafanya ni haramu. Waonyesha wanaume makalio ili iweje? Umevaa dera lako vizuri tu, unalibana dera alafu unageuka, wajifanya unajizungusha, yani kumbe wanaonyesha watu mambo mengine ajabu. Pia kuepuka maudhui yasiyofaa katika mitandao, mada ambazo zisizofaa ziruke, zitakuja lakini ziruke, ili angalau zisikukute kama binti wa Kiislamu zikakuathiri, kwa sababu mambo mabaya kawaida yanaanza kidogo kidogo tu mpaka baadaye unapatwa na athari kubwa, huwezi kuacha tena. Kuna mtu leo simu yake imetavunjika, hayumo katika mtandao, yani hana raha kutwa nzima, na uko radhi akauze hata kiwanja chake, lakini apate simu, aingie kwenye mtandao. Sasa kwa sababu gani? Namna alivyokuwa amejiweka kule katika mtandao. Sasa nahitimisha